Bismillahi rrahmani rrahim. Ahibai lmushahidina walmushahidati, ahlan bihadharatikum jamian. Halqa ya leo tutazungumzia kuhusu Mi'raj. Je, Mi'raj ni hakika ama ni ustura, ngano za watu wa kale? Je, ni kweli ama ni ngano za watu wa kale? Kwa sababu wengi wetu katika ummatul Qur'an tunapenda kufuata dhana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia inna ba'dha dhanni ithm, hakika kuna baadhi ya dhana ni madhambi. Na Mwenyezi Mungu akatuambia wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Na dhana ni kuswadiki kitu na wala huna dalili. Mwenyezi Mungu atuambia wa minhum ummiyun, na kati yao kuna ummiyun la ya'lamuna alkitaba, yani hawajui yaliyomo ndani ya kitabu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani, isipokuwa ni qaulul bashar. Wa inhum illa yadhunnun, na hawana lingine isipokuwa ni dhana, yani hawana dalili ya kutoka ndani ya Qur'an kwamba hili jambo ni hakika, ni kweli. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wama lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia kwenye aya nyingine wama lahum bihi min ilm, na hawana ilmu yoyote. Ilmu ni uthibitisho, uje na uthibitisho kwamba hili jambo ni hakika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema wama lahum bihi min ilm, hawana uthibitisho wote. In yattabi'una illa dhanna, hawafuati isipokuwa ni dhana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha kwamba tujiepushe na dhana, kwa sababu dhana nyingi zitakufanya wewe uingie katika madhambi. Na ndio tulivyo sisi ummatul Qur'an, ummatut Taurat, ummatul Injil. Utakuta tunaamini mambo na wala hayamo katika vitabu vyetu, hayamo katika Taurat, hayamo katika Injili. Na nikisema Taurat inamaanisha Taurat ile ya Ibria aloteremshiwa Nabii Allah Musa. Nikisema Injili na sinazungumzia Injili ile ya Aramia ya lugha ya Nabii Allah Isa alayhi salam. Na nikizungumzia na Qur'an na maanisha Qur'an ambao ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, wala sio vitabu vingine. Lakini sisi wenye kuamini khurafat, lolote tunaloambiwa maadamu linatoka kwa Imamu Zaid, maadamu linatoka kwa Imamu Amru, hatufai kupinga. Sisi ni kuamini, hata kama imekhalifiana na Qur'an, hata kama ni kumkufuru Mwenyezi Mungu, hata kama ni kumsingizia Mwenyezi Mungu, sisi tuko radhi maadamu amesema ni imamu fulani, basi sisi tufuate. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waman adlam, nani yule ambaye kwamba ndiye dhalimu zaidi? Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja mzinifu, wala hakutaja tariku salat, wala hakutaja yule asotoa zaka, wala hakutaja yule asofunga. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia mimman iftara ala Allahi kadhiban, kuliko yule mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu urongo, huyo ndio dhalimu mkubwa. Na kama tutakavyoona kiswa cha Mi'raj ni kiswa ambacho kwamba ni iftira ala Allah, kumzulia urongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusema maneno ambayo kwamba Qur'ani imeyapinga, Qur'ani imeyakataa mambo kama hayo. Kwa hivyo tutazungumzia kiswa cha Mi'raj kuthibitisha kwamba kiswa kama hiki ni khurafat, ni ngano za watu wa kale, bidalail, sio kusingizia ama sio kusema namna hii, la, bidalail, kwa dalili za kutoka ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mtume amempa miujiza, na miujiza inapewa mitume ili wale watu wake wapate kuamini. Hiyo ndio kazi ya miujiza. Sasa leo ukisema kwamba Mtume Muhammad, moja katika miujiza yake ni kwamba alikwenda Mi'raj,
na nikimaanisha mi'raji ni kwamba kwenda mbinguni. Kwa hivyo miujiza, siku zote miujiza ni kitu ambacho kwamba kinafanyika, yani mtume anakifanya ili, na ni kitu ambacho kwamba mustahili, cha kitu ambacho kwamba hakiwezekani, akakifanya, kisha wale watu ndo watapata kuamini kwamba ni kweli jambo kama hili hakuna mtu anaweza kulifanya, yaonesha kwamba huyu ni mtume wa kweli, na watu watamwamini yule mtume alotumilizwa. Kwa hivyo miujiza ni kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa mwanadamu yule ambaye kwamba alomtegua kumpa utume, ili awaoneshe watu wake miujiza kama ile, wapate kuamini kwamba huyu ni mtume wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio miujiza, kama tulivyomuona Nabii Allah Musa, miujiza alopewa. Nabii Allah Isa, miujiza alopewa ni kuonesha kwamba, kuwaonesha watu wake ili wapate kuamini yale alokuja nayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kiswa cha Mi'raj sio miujiza, na sharti ya miujiza ni watu waone. Musa, watu waliona fimbo yake kwa macho ndio wakaamini kwamba huyu ni mtume, fimbo ikageuka ikawa nyoka. Isa alayhi salam akawa anafufua watu na watu wanaona. Lakini kiswa cha Mi'raj hakuna mtu yoyote aliona. Kiswa cha Mi'raj hakuna kiumbe chochote aliona, bali kama inavyosema vitabu vya tarehe kuhusu Mi'raji ni kwamba mtume baada ya kutoka Mi'raji alikuja akawaambia watu kwamba mimi usiku wa jana mimi nilipelekwa Israi kisha nikaenda Mi'raji. Kwa hivyo hakuna lona Israi, hakuna lona kwamba mtume yuaondoka kutoka, hata mke wake angalau mmoja wao ama wawili wao aonekane kwamba ametukuliwa yuapaa juu na burak, na watu wanaona burak iko na mbawa, wapaa huyo, hakuna lona. Kwa hivyo huwezi kusema miujiza. Miujiza ni kitu ambacho kwamba watu wataona ili wapate kuamini. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo lingine ni kwamba Mi'raj ni kitu maarufu katika dini zilizopita. Sio kwamba Mi'raj ni kitu cha ajabu, la, dini zilizopita zote, yani dini kimaanisha dini zilizopita, yani kabla ya kuja Mtume Muhammad kulikuwa na dini nyingi. Kwa hivyo zile dini nyingi zilizopita wote walikuwa na Mi'raj. Kila mmoja wao anajisifu kwamba alikuwa na Mi'raj. Kiongozi wake alikwenda mbinguni. Na tutatoa baadhi ya mfano dini ya ambayo kwamba ya Zaradashta. Hii ni dini ambayo kwamba iko Faris, iko Iran. Na hii dini kama hii ilikuwa kabla ya Mtume Muhammad. Zaradashta nao wako na Mi'raj. Na Mi'raji yao lau utakwenda kuisoma utakuta ni copy paste na Mi'raji yetu. Sasa hapo swali tujiulize swali, Zaradashta na kuja Mtume Muhammad, nani alokuja mbele? Hilo swali la kuachia wewe mwenye akili, kwa sababu kiswa cha Zaradashta lau utakisoma, Mi'raji yao ya dini ya Zaradashta yasema kwamba Zaradashta naye alitukuliwa, alikwenda Mi'raji na akapaa na malaika ambaye ni mkubwa, wakimaanisha ni Jibril, na kabla kupaa juu alipasuliwa kifua chake na akatolewa nuktatu sauda, yani vile vile kiswa ambacho kwamba tunatolewa sisi Mi'raji cha mtume wetu Muhammad. Kwa hivyo hiyo ni moja katika dini ya Zaradashta ambayo kwamba iliyokuweko kabla ya kuja Mtume Muhammad. Mayahudi nao pia wako na Mi'raj, wanadai kwamba mitume wao pia walikwenda Mi'raj. Manaswara nao pia wanadai Nabii Allah Isa amepazwa juu, amekwenda Mi'raj kisha atakuja. Na pia wana Nabii Allah Isa wako na Philip na wako na wengineo kwamba wanadai alokwenda mbingu ya tatu. Kwa hivyo wako wanaodai, yani dini za nyuma wote utakuta wanadai kwamba mkubwa wao ama mtume wao naye pia alikwenda Mi'raj. Kwa hivyo Mi'raj sio kitu cha kwamba kilikuja nao
ummatul Quran. La, hichi Miraji ni story ambayo kwamba ilokuweko katika dini za nyuma zote. Kuna hawa pia Sumariyin pia nao wanadai kwamba mfalme wao alipanda mbinguni kwenda kumuona Mola ili ampatie baraka apate mtoto, kwa sababu mfalme wao alikuwa hana mtoto na ataka mtoto ili arithi ufalme wake. Kwa hivyo wanadai kwamba naye pia alikwenda Miraji. Kwa hivyo mila nyingi ama dini nyingi zilizopita pia walikuwa wanadai kuna Miraji. Sasa je, tuzungumzie, je, Miraji ni haki? Leo tunataka kutoa uthibitisho kutoka ndani ya Qur'an kwamba Qur'ani inakataa kwamba hakuna Miraji. Qur'an aya inakataa, Mwenyezi Mungu anapinga kwamba hakuna Miraji. Na aya yenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia Makureishi, Mtume Muhammad wakati alipowaambia Makureishi kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, Makureishi wakamwambia, waqalu, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, waqalu, na wakasema, yani Makureishi, lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Makureishi wamwambia Mtume Muhammad, hatutokuamini wewe mpaka utupasulie kutokana na hii ardhi, yani michimbuko ya maji. Kwa sababu siku zote mwanadamu ana dream kitu ambacho kwamba hana. Na Makureishi ni watu walikuwa wakiishi kwenye jangwa, wanatamani kuwe na visima vya maji, wawe hawana tabu ya maji. Kwa hivyo wamwambia, hatukuamini mpaka utichumbilie maji, tuone maji yanatoka. Hiyo ni dai la kwanza wanalodai Makureishi kwa Mtume Muhammad. Kisha wakasema, au takuna laka jannatun min nakhili wa inabin, ama uwe na bustani ama shamba ambalo kwamba lilojaa mizabibu na mitende na miti aina yote. Fatufajjira al-anhara khilalaha, una utapasulie mito pambizoni mwake tafjira. Kisha wakadai, au tusqita as-samaa kama zaamta, ama ututeremshie kiwingu, yani mbingu, kama zaamta, kama unavodai. Au tusqita as-samaa kama zaamta alaina kisafan, yani ututeremshie kiwingu. Au tatia billahi wal malaikati qabila, au utujilie na Mwenyezi Mungu na malaika, yani hali ya kuwa tunawaona wazi. Haya ni madai ya Makureish, wanamwambia Mtume Muhammad, ukitaka tukuamini basi tufanyie mambo kama haya. Kisha waendelea, wanatoa madai mengine, wanasema, au yakuna laka baitun min zukhruf, ama uwe na nyumba, yani uwe na castle ya ambayo kwamba ni ya madhahabu yamemetuka. Kisha wakaendelea wakasema, au tarqa fi, hapa ndo tunapopataka, au tarqa fi samai wala nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Wakamwambia katika madai yao wanaomwambia Mtume Muhammad, wamwambia, au tarqa ila samai, ama upande mbinguni, tukuone unapanda mbinguni. Wala nu'mina liruqiyaka, wala hatutoamini kupanda kwako mpaka uteremke na kitabu na qara'uhu, ni wenye kukisoma. Yani haya ndiyo madai ya Makureish kwa Mtume Muhammad, wamwambia, ukitaka tukuamini basi panda mbinguni, panda mbinguni. Mwenyezi Mungu awajibu nini? Amwambia Mtume Muhammad, qul, sema Mtume Muhammad, subhana rabbi, utakaso ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hal kuntu illa basharan rasula, yani sikuwa mimi isipokuwa ni mwanadamu nilotumilizwa kwenu nyinyi. Uwezo huo ni utoe wapi? Ama jambo kama hilo litoke wapi? La, hilo ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Mwenyezi Mungu mwenyewe amwambia, qul subhana rabbi,
hal kuntu illa basharan rasula. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya aya kama hizi anatuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapinga Mi'raj. Hakuna Mi'raj. Na tukizungumzia Mi'raj hatuzungumzii kwenda mwezini, la, tunazungumzia kwenda mbinguni. Hapa na mpaka mwezini ni kilomita approximate 380,000 kilomita hapa mpaka kwenye mwezi, lakini sisi twazungumzia kuhusu Mi'raj, kwenda mbinguni, na kisha mbingu ya 7. Yani ni jambo ambalo kwamba ni la miujiza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na haki, ni miujiza mikubwa hii, angekuwa ametutajia yale yote ambayo kwamba tunaotolewa katika misikiti kuhusu kiswa cha Mi'raj, lakini hakuna, utoyapata, bali iftira kutoka huyu amesema, huyu amesema, huyu amesema, basi biamaniyina, maneno ya kutoka kwetu, walaisa min Allah, wala sio ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuzungumzie baadhi ya scenario zilizotokea katika Mi'raj kuonesha namna ya khurafat ama ngano za watu wa kale namna zilivyokuwa. Jambo la kwanza ni jambo la kufikiria, ni kitu cha kufikiria. Ikiwa Mwenyezi Mungu ataka kumtuma Mtume Muhammad kwenda mbinguni, kwa nini atumie Burak? Ikiwa Mwenyezi Mungu anawasifu malaika ni wenye mbawa 2 na 3 na 4, kwa nini asimpande malaika yoyote awe ni Jibril? Na Jibril ndiye malaika mkubwa. Kwa nini asipande Jibril akampanda akampeleka mpaka mbinguni? Kwa nini Burak? Yani hili ni jambo ambalo kwamba la kufikiria. Sasa tuingie katika habari kwamba Mtume Muhammad alipofika Baitul Maqdis aliingia kwenye msikiti, na alipoingia kwenye msikiti wa Baitul Maqdis, Mwenyezi Mungu akawafufua mitume wote. Hili linakhalifiana na Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba wewe mwanadamu, yani kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba kuntum amwatan, nyinyi mulikuwa ni kitu ambacho kwamba hamujulikani. Hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr, yani wewe ulikuwa hujulikani kabisa. Kuntum amwatan, yani hujulikani. Mwenyezi Mungu anatuambia kuntum amwatan fa ahyakum, akawahuisha. Yani mamako na babako wakafanya tendo la ndoa, mamako akashika mimba, ukazaliwa wewe. Fa ahyakum thumma yumitukum, kisha Mwenyezi Mungu atawafisha. Yani baada ya kuwa umezaliwa ukaishi katika dunia, kisha utafishwa. Thumma yuhyikum, kisha mutahuishwa. Thumma ilayhi turja'un, baada kufufuliwa tutarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahyaitana thnataini wa amatana thnataini walaysa 3 marat, la ithnataini, ametuhuisha mara 2 na akatufisha mara 2. Yani ulikuwa hujulikani, kisha ukawa wajulikanwa, ukafa, kisha utafufuliwa, kisha utakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa hawa tuwaona wametoka katika ile kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba sisi tutahuishwa mara 2 na kufishwa mara 2, lakini hawa tuwaona kwamba sio mara 2, kwa sababu wao walikuwa hawajulikani, kisha wakazaliwa, kisha wakafa, kisha wakafufuliwa kwenda kuswali Baitul Maqdis, kisha wakafa, kisha yaumul qiyama watafufuliwa, ambao kwamba sivyo, ni katika mipangilio ya Mwenyezi, sio katika kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Na lau ingekuwa hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ingekuwa ni lazima jambo kama hili ni jambo la miujiza, Mwenyezi Mungu ingekuwa ni lazima tutajie ndani ya Qur'ani kwamba aliwahuisha wengine ama atuambie kwamba wengine watahuishwa mara 3 na watafishwa mara 3. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba linakhalifiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Twende katika Mtume Muhammad yuwapanda, afika kwenye mbingu ya kwanza, twaambiwa ati malaika yamuuliza Jibril, malaika yamuuliza Jibrili, uko na nani? Jibril akajibu, niko na Muhammad. Je, ashatumilizwa? Jibril akajibu, naam, ashatumilizwa. Yani malaika hawajui kama Mtume Muhammad ashatumilizwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yani Mtume Muhammad, yani wamswalia malaika, wamswalia mtu ambaye kwamba hata hamjui kama ametumilizwa ama hakutumilizwa, kwa sababu hapa zungumziwa Mtume Muhammad. Tunajua kwamba malaika wote wanamwombea dua Mtume Muhammad. Sasa leo malaika kwenye mlango amuuliza, je, huyo Muhammad ashatumilizwa, yani ni mtume? Twende katika mtume, twaambiwa kwamba ameshafika katika mbingu ya 7 akawachana na malaika. Twaambiwa kwamba vitabu vya Mi'raji vyatuambia, ama kiswa cha Mi'raji tutatuambia, Mtume Muhammad akasikia sauti za kalamu na karatasi. Yani angalia fikra walizokuwa nazo babu zetu, vipi wanamfikiria Mwenyezi Mungu, vipi Mwenyezi Mungu yuko. Yani wamefika, Mtume Muhammad amefika, asikia sauti ya kalamu na karatasi. Yani wanamfikiria Mwenyezi Mungu ni kama mwanadamu, ni kama mfalme, ama ni kama raisi. Wale masiesi wanakwenda na nini hiyo na dimandi zao kwake, alafu Mwenyezi Mungu anasaini. Ndio maana hiyo kusikia sauti ya kalamu na karatasi, yani astaghfirullah, yani Mwenyezi Mungu alikuwa wanasaini vitu kuwapatia malaika waje watekeleze. Angalia fikra za babu zetu, namna walivyokuwa wakifikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka tuambiwa kwamba baadhi ya riwaya tuambiwa kwamba Mtume Muhammad akamuona Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Allah huwezi kumuona, Allah haonekani kwa macho, lakini yeye ndiye anayetuona. Tuambiwa kwamba Mtume Muhammad akazungumza na Mwenyezi Mungu, na sote twajua ndani ya Qur'an alowahi kuzungumza na Mwenyezi Mungu ni Musa alayhi salam, wa kallama Allahu Musa taklima. Musa alayhi salam ndio alozungumza na Mwenyezi Mungu. Leo tuambiwa na Mtume Muhammad na alienda akazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na utakuta mtu anaamini vitu kama hivi ambavyo kwamba ni hatari kubwa, vinakufanya wewe uingie katika dhana, vinakufanya wewe umshirikishe Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba hakuliteremsha, yani hakulitaja ndani ya hiki kitabu, na mtu anaamini. Wallahi sisi ni umma ambao kwamba tunapenda khurafat kuliko haki. Yule shekhe ambaye kwamba anakutolea khurafat basi ndiye anayependwa, lakini yule wa kuzungumza haki la, huyo anapoteza, huyo ni dhal, mpotevu, huyo ni kafir. Lakini yule mwenye kuzungumza khurafat, visa ambavyo kwamba vinakhalifiana na Qur'an, vinakhalifiana na mantiq, basi utakuta huyo ndiye anayependwa. Tuendelee kuchambua kisa cha Mi'raj. Tuzungumzie kuhusu takhfifu salat, kukhafifishiwa swala. Kisa cha Mi'raj tuambiwa kwamba Mtume Muhammad akafaradhishiwa swala 50. Yani wallahi maneno kama haya yatakayazungumzwe
na mtu ambaye kwamba na watu ambao kwamba wawaambia watu ambao kwamba ni machizi, ndio waambia maneno kama haya. Vipi ufaradhishiwe swala 50 kwa 24 hours? Niambie, wakati gani wewe utafanya kazi, wakati gani utakaa na familia, wakati gani utafanya shughuli zako? Swala 50 kwa siku. Haya, akaja akateremka kwa Nabii Allah Musa, akamuuliza Nabii Allah Musa, je, umepewa nini ama umefaradhishiwa nini? Mtume Muhammad akamwambia, nimefaradhishiwa swala ya 50. Nabii Musa akamwambia, la, mimi umati wangu nimefaradhishiwa mambo na ikawa ni uzito kwetu sisi. Je, umati wako itakuwaje? Hawatoweza hizo swala 50. Rudi kwa Mwenyezi Mungu umwambie akupunguzie. Yani Nabii Allah Musa amekuwa arhamu min Allah. Nabii Allah Musa amekuwa mrehemevu zaidi kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Allah Musa amekuwa a'lamu min Allah, yani amekuwa anajua zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Musa amekuwa anajua kwamba umati Muhammad hawatoweza hizo swala 50, lakini Mwenyezi Mungu hajui hilo. Akafaradhishiwa swala 50, akawa yapanda akishuka, zikipunguzwa 5 mpaka zikabakia 5. Akarudi akamwambia, nenda tena ukapunguzwe hizo 5. Mtume Muhammad akasema, la, mimi sasa naona haya. Ndio akateremka na hizo faradhi za swala 5. Wallahi haya asatirul awwalin, ngano za watu wa kale. Ndugu Muislamu, ikiwa ni wa kupandishwa juu aende akafaradhishiwe swala, basi ingekuwa haki apandishwe Nabii Allah Ibrahimu alayhi salam. Kwa nini? Kwa sababu Nabii Allah Ibrahimu alayhi salam yeye ndiye wa mwanzo aloswali, kuanzia Nuh mpaka kufikia kwa Ibrahim hakuna aloswali. Nabii Allah Ibrahim ndo aloanza kuswali hii swala tunayoswali. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an atuambia, Nabii Allah Ibrahim akasema, rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'ai. Ewe Mola, nijalie ni mwenye kusimamisha swala. Ewe Mola, na familia yangu na dhuria zangu, ewe Mola, itakabali dua yangu. Mwenyezi Mungu akamtakabalia dua yake, akamwambia, inni ja'iluka linnasi imaman. Yani imamu wetu ni Nabii Allah Ibrahimu alayhi salam. Yeye ndio wa kwanza alosimamisha swala, yeye ndio wa kwanza alofanya kitendo cha kurukuu na kusujudu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye ndio alikuwa na haki zaidi kwenda kupewa hiyo faradhi ya kufaradhishwa swala, wala sio mtume wetu Muhammad. Na baadhi ya watu utawasikia wakisema kwamba Sayyidina Muhammad imamul anbiya wal mursalin. Wallahi sijui wameyatoa wapi maneno kama haya. Imamul anbiya wal mursalin Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, bidalail min alquran. Rabb inni ja'iluka linnasi, hata si lil anbiya wal mursalin peke yake, linnasi jami'an imaman. Yani Nabii Allah Ibrahim ndiye imam, na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Mtume Muhammad afuate millatu Ibrahim, na akatuamrisha sisi pia tufuate millatu Ibrahim. Kwa hivyo Nabii Allah Ibrahim yeye ndo alikuwa na haki zaidi, awe kama ilikuwa ni kwenda kupazwa juu, kwenda kutukua swala, basi ingekuwa aula ni aende Nabii Allah Ibrahim, wala sio mtume wetu Muhammad. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kisa kama hichi ni kisa ambacho kwamba kimetungwa na watu ambao kwamba kimetolewa katika adiani nyingine, katika dini zingine, kikatiwa katika dini yetu, lakini Mtume Muhammad hakwenda abadan Mi'raj, na Qur'ani inakataa, na tutatoa dalili nyingine kuonesha kwamba Mtume Muhammad hakwenda Mi'raj.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiki kitabu ni ilmu na kiko na kaida zake, na maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapanga kwa mpangilio, wakati aliposema alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Uhkimat ayatuhu, Mwenyezi Mungu amezipanga kwa mpangilio, kwa siyaq, kila kilma kiko na kazi yake. Kisha fussilat ayati, yani sarafa al-amthila ile muharramati, Mwenyezi Mungu ameipambanua kila kitu, amekiweka wazi. Basi isitoshe, mpaka khatwi, yani rasmi khatwi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ameziweka kwa mpangilio, ahkama mpaka khatwi zile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia kuna kilma cha raa. Mwangalie hapa raa namna ilivyo raa hii, alafu na kuna raa ndani ya Qur'ani imeandikwa sampuli hii, raa sampuli hii raa, re, hamza na alif ndani ya Qur'an, maanake ni kuona kwa macho live. Falamma raa qamisahu qudda, raa re alif na hamza. Falamma raa qamisahu qudda, raa ameona kwa macho. Lakini raa hii ni raa basaria am fuadia. Raa hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyoandika, ukifungua mswahafu utakuta raa zimetofautiana. Hii ni raa na hii ni raa katika kutamka, lakini kuandika ni tofauti. Kwa hivyo raa hii ya kwanza, re, hamza na alif, hii ni kuona kwa jito. Falamma raa qamisahu, ameona kwa macho yake. Lakini raa kama hii imekuja katika suratul Najm. Mwenyezi Mungu anasema ma dhalla sahibukum ma kadhaba alfuadu ma raa. Raa ya kwenye suratul Najmi haikuja re, hamza na alif. Fungua uangalie. Na raa hii ni raa fuadia, na tutazungumza katika halka inayokuja tofauti ya fuad, yani na sudur na qalb katika ndani ya Qur'an. Fuadi ni chombo kilioko ndani ya ubongo, ambacho kwamba kazi yake huwa kiko na kazi yake kando. Tutaeleza insha Allah katika halqa zinazokuja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ma kadhaba alfuadu ma raa, fuad ni kitu ambacho kwamba hukioni kwa macho, bali huwa wakiona wakati wa ukiwa umelala. Na ndio mwanadamu wakati wakiwa yuko macho huwa anafikiria, akili inafikiria. Lakini ukilala huwa akili haifikirii, bali unaona picha. Ndio hiyo ndoto, unaona picha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ma kadhaba alfuadu ma raa, yani hilo tendo ambalo kwamba hivyo vitu ambavyo kwamba alivyoviona mtume Mwenyezi Mungu hakuviona kwa macho, bali alikuwa amelala, yani ni ndoto. Na ndio hata kuna hadithi ya Nana Aisha inayosema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuweko kwenye kitanda chake, wala hakwenda mahali kokote. Ndio baadhi wamekhtalifiana, utasikia wengine wanakuambia kwamba Isra ilikuwa kana ruhiyan, wengine asema kana jasadian, lakini Nana Aisha asema kana fil manam, yani ni ndoto. Hata Ibn Ishaq pia anasema kwamba ilikuwa ni ndoto, kana fil manam, ni ndoto. Na hiyo ndio sawa, ilikuwa ni ndoto bidalail min alquran ma kadhaba alfuadu ma raa. Kwa hivyo ndugu wa Islam, kiswa cha Mi'raj ni kiswa cha khurafat, na wewe utakapokuwa ni mwenye kukiswadiki kisa kama hicho, faqad ashrakta billahi ma lam yunazzil bihi sultan, hakika umemshirikisha Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo kwamba hakuyataja ndani ya kitabu chake. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah,
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.